Mapigano yameendelea kusini mwa Lebanon, huku mashambulizi ya anga ya Israel yakisababisha vifo vya watu 17, wakiwemo watoto wawili, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa wiki 2 zilizopita. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, mashambulizi hayo yamejeruhi watu 35, wakiwemo watoto 9 na wanawake 8, huku Israel ikidai kulenga miundombinu ya Hezbollah katika operesheni hizo. Wakati huo huo, kundi la Hezbollah lilitangaza linafanya mashambulizi dhidi ya majeshi ya Israel kusini mwa nchi hiyo, ikiwemo shambulio la ndege isiyo na rubani lililolenga wanajeshi katika wilaya ya Beit Jbeil. Ghasia hizi zinakuja wakati Israel ikiendelea na operesheni zake za kijeshi nchini Lebanon, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa Aprili 16 kufuatia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya mabalozi wa Lebanon na Israel jijini Washington. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amekosoa vikali kile walichokiita ukiukwaji unaoendelea wa makubaliano hayo, akisema mashambulizi ya ubomoaji wa nyumba pamoja na maeneo ya ibada yanaendelea licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Amesisitiza kuwa shinikizo la kimataifa linapaswa kuwekwa kwa Israel ili iheshimu sheria na mikataba ya kimataifa pamoja na kusitisha kulenga raia, wahudumu wa afya, vikosi vya ulinzi wa raia na mashirika ya misaada ya kibinadamu. Jeshi la Israel pia limetoa tahadhari ya kuhamisha wakazi katika vijiji 15 kusini mwa Lebanon, vijiji vingi vikiwa nje ya eneo linalojulikana kama Yellow Line, ambalo ni ukanda wa takribani kilomita 10 kutoka mpakani, ambako Israel inadai inalenga kukabiliana na vitisho vya kiusalama. Tangu kuanza kwa mzozo huo Machi 2 baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel, zaidi ya watu 2500 wameuawa nchini Lebanon, wakiwemo wanawake na watoto, huku jeshi la Israel likiripoti kupoteza wanajeshi 17 tangu wakati huo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.